Dunia inaadhimisha hii leo siku ya Down syndrome ambayo ni hali ya kiafya ambayo inaathiri ukuaji wa kimwili na hata kiakili, huku takwimu za Umoja wa Mataifa zikionyesha kwa takriban watoto 3,000 hadi 5,000 huzaliwa kila mwaka wakiwa na hali hiyo. Licha elimu kutolewa juu ya hali hii, bado suala la uelewa mdogo kwa watu linatajwa kama tatizo kubwa linalosababisha kutokuwepo kwa mazingira wezeshi kwa watu wenye Down syndrome. Taarifa ya Rukia Mohamed inafafanua kwa kina. Kila tarehe 21 mwezi Machi, dunia huadhimisha siku ya Down syndrome, World Down Syndrome Day, kwa lengo la kuongeza uelewa na kusherekea utofauti wa kibinadamu. Down syndrome ni hali ya kurithi inayosababishwa na uwepo wa kromosomu ya ziada katika seli za mwili wa binadamu, ambapo kwa mujibu wa wataalam wanaeleza kuwa kikawaida binadamu huwa na kromosomu 46 zilizogawanyika katika jozi 23, lakini kwa mtu mwenye Down syndrome huwa na kromosomu 47 kutokana na uwepo wa kromosomu ya ziada kwenye jozi ya 21. Na ndio maana kitaalam hali hii huitwa trisomy 21. Hali hii huathiri ukuaji wa mwili na akili, na mara nyingi huambatana na changamoto za kiafya na maendeleo ya akili, yani intellectual disability. Licha ya hali hii kujulikana duniani, bado kuna upungufu wa maarifa miongoni mwa jamii nyingi kuhusiana na maana yake, visababishi na changamoto zinazokumba watu wenye hali hii. Kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani, Down syndrome hutokea kwa mtoto mmoja kati ya kila 700 hadi 1,000 waliozaliwa hai kila mwaka duniani kote, na hufanya jumla ya watoto 6,000 hadi 8,000 kuzaliwa na Down syndrome katika nchi mbalimbali. Tafiti pia zinaonyesha kuwa hali hii haibagui jinsia, kabila wala jamii, na inaweza kumpata mtu yoyote duniani. Hata hivyo, nchi zilizo na takwimu kubwa zaidi ni zile zenye idadi kubwa ya watu na ambazo pia zina mifumo thabiti ya uchunguzi wa kiafya kama Marekani, China na India. Watu wenye Down syndrome hukumbana na changamoto nyingi zinazohusisha afya, elimu na ujumuikaji katika jamii. Miongoni mwa changamoto hizi ni changamoto ya kiafya kama matatizo ya moyo kwa watoto wachanga, matatizo ya kusikia, kuona na matatizo ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kinga hafifu ya mwili. Watoto wengi wenye Down syndrome hukumbwa na kuchelewa kwa ukuaji wa akili, lugha na mawasiliano. Katika baadhi ya jamii, watu wenye hali hii bado wanakumbwa na unyanyapaa, mitazamo hasi na kubaguliwa katika elimu, ajira na huduma za kijamii. Pamoja na kutokuwepo kwa miundombinu rafiki katika baadhi ya maeneo kama vifaa vya huduma zinazowasaidia, walimu wa elimu maalum, vifaa vya tiba au mazingira rafiki kwa watu wenye Down syndrome. Ikumbuke kuwa Down syndrome inatajwa kuwa si ugonjwa, bali ni hali ya kimaumbile ya mtu inayohitaji jamii kutoa msaada wa kipekee ili kuwajumuisha watu hawa ipasavyo katika nyanja tofauti za kimaisha. Kwa kuelimisha jamii na kuondoa unyanyapaa, tunaweza kujenga mazingira jumuishi yanayowapa watu wenye Down syndrome nafasi ya kuishi maisha yenye utu, heshima na mafanikio. Rukia Mohamed, Kasri la Kikeke, Crown Media, Dar es Salaam. Crown Media. Hapa ni nyumbani. Najua hili jambo linasumbua sana. Tumepiga hatua yoyote au tunapiga hatua yoyote sasa hivi ya kuweza kutambua hali hii na kuwajumuisha hawa watoto wetu? Asante sana kwanza kwa kunipa tena nafasi ya kuwepo leo hii. Nimefurahi sana, lakini naomba nijibu kweli tumeanza kupiga hatua kwa sababu kama leo tupo hapa tunaliongelea swala hili la Down syndrome, lakini pia kitaifa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mwanza waliandaa siku hii ya Down syndrome wakaisherekea, na pia jamii imeanza kupata uelewa kuhusu Down syndrome ni nini. Kwa hiyo kidogo tunaanza kupiga hatua, lakini kazi bado, inabidi tuongeze nguvu ili kuweza kujenga mazingira bora kwa watu wenye Down syndrome. Kabisa. Na tutakurudisha nyuma kidogo. Wakati wewe unampata mwanao, ulikuwa umejiandaa? Hapana, sikuwa nimejiandaa. Niliambiwa tu hongera, una mtoto mwenye Down syndrome. Na mapokeo ya hiyo hali ni magumu sana kwa sababu cha kwanza, wewe kama mzazi hujui maana ya Down syndrome. Kwa hiyo unakuwa katika msongo wa mawazo. Ilinichukua muda sana kuipokea hali. Kwa zile wiki 6 za kwanza zilikuwa ngumu kwangu. Lakini kama sisi ambavyo tuna imani, niliingia katika maombi na nikasikia amani na nikaona kwamba moyoni mwangu nasikia kwamba umepewa zawadi, unalia. Kwa hiyo nilipopokea
hiyo hali. Kwa hiyo ndo nikaanza kwanza kutaka kujua katika mazingira yetu, je, watu wengine wenye watoto wenye Down syndrome wanaishi vipi? Na huko ndo niko gundua kwamba kuna wenzetu ambao mazingira yao ni magumu zaidi, kwa sababu kuna dhana potofu kuhusiana na mtu mwenye hali ya Down syndrome. Na alafu pia kuna wanawake, ukatili kwa wanawake, wanakimbiwa. Kwa hiyo anakuwa amepata ukatili wa kiuchumi na ukatili hata wa kisaikolojia, na hiyo inamsababishia atashindwa kumsaidia yule mtoto. Na kitu ambacho kimoja ambacho tunapambania sana katika asasi yetu ni kuhakikisha yule mama aweze kulipokea hii hali, aweze kusaidiwa kisaikolojia, kwa sababu yule mama asipoweza kusaidiwa hataweza kumsaidia mtoto wake. Mpolema, kitu kimoja na teknolojia tulikuwa nayo hii, mtoto wanaweza kumjua mtoto kabla hajazaliwa, ili na nyinyi mnaweza kumtayarisha yule mama kumpokea mtoto huyu. Yes, kuna kwenye teknolojia kuna namna ambavyo wanaweza kuangalia mtoto akiwa tumboni kama ana Down syndrome. Lakini najua wazazi wengi hata tulivyokuja kuulizana, je, ungependa kufanya hiyo test? Hakuna, kwa sababu kisha jua utafanya nini. Kwa hiyo ni vizuri tu, watu wengi wanapenda wajue baada. Nadhani kwa sisi wazazi wengi, hata mimi ungeniuliza ningependa tu nijue kama nilivyojua hivyo baada. Lakini akishazaliwa kuna tena test nyingine ambazo una confirm, kwa sababu uwaga wanakuja na viashiria. Nadhani mlikuwa mnaonyesha picha na mkaonyesha jinsi wanavyoonekana, vile ndio viashiria vya watu wenye Down syndrome. Ila kuna test ambayo inaitwa karyotype ambayo wanaangalia na wanaweza kuconfirm kabisa kwamba huyu mtoto ana Down syndrome na ana Down syndrome aina gani, maana kuna aina 3 za Down syndrome. Eli, kama ulivyosema mapokeo ni magumu, na wewe unafanya kazi ama unakaa karibu na hawa wazazi ambao wanapata watoto wenye hali hii, wewe mnawaambia nini kuhakikisha kwamba haamini zile dhana potofu za jamii kwamba labda amerogwa ama labda kuna kitu fulani cha kitamaduni hajafanya na mambo mengine? Yes, ukiongelea tu Down syndrome peke yake, kwanza tu kwa jinsi ilivyo, ni kitu ambacho kinatokea kutokana na mtu anakuwa na chromosome ya ziada katika chromosome ya 21. Kwa hiyo hili ni swala la kibiolojia. Na hata ukiangalia katika zile aina 3, kuna aina 3 za Down syndrome. Kuna trisomy 21, mosaic, alafu na translocation. Sasa kwenye swala ambapo pale mtu anasema labda umerithi, sawa, ni 1% tu ya Down syndrome ndio inajulikana kwamba ni ya kurithishwa. Sasa kwa mama, sisi cha kwanza, ukikutana na mzazi mwenzako, kwanza hiyo inakuaga ni afadhali ya kwanza. Kwa hiyo moja ya kitu tunachokifanya, tuna mtandao wa kina mama wanaolea mashujaa. Kwa hiyo huwa tunawaomba wakina mama waungane nasi, ili kwanza usikie kutoka kwa mama mwenzako, ujifunze na uone kwamba siko mwenyewe. Na kama watoto wako China, wako Uingereza, wako wapi, itakuwaje kwamba huyu wewe umemtoa kafara, umefanya chochote. Kwa hiyo tunajaribu kuelimisha jamii, lakini na uzuri ni kwamba nimeona wazazi wengi wanapokea na wala hawafikiri hivyo, ila hawapendi ule unyanyapaji. Kwa hiyo ndio maana tunaendelea kuweka jitihada kuelimisha jamii. Lakini mimi nataka kujua kama mzazi unamwelezaje mtoto hali hiyo? Manake akikutana na wenzake huko nje, yeye hawezi kujiona, lakini wenzake ndio wanaweza kuona hilo. Okay, sasa kwa mara nyingi nimejifunza kutoka kwa wazazi wenzangu ambao wao mtoto wao wanaongea na wanaelewa, kwa sababu kasi sikusema hapo mbele, Salim sikusema hapo mbele hapo mwanzo. Kwanza mtoto wangu pia ana usonji, kwa hiyo mawasiliano, tuna changamoto ya mawasiliano, ila wenzangu wanasema wanawaeleza na wanajua na wanasema kabisa mimi nina Down syndrome, na wanaweza. Natamani mwezi wa 10 ni mwezi ambao tunahamasisha. Leo ni siku tu, mwezi wa 10 ndio mwezi wote. Natamani tumlete mtu ambaye mwenye Down syndrome, mumuhoji na mumuone jinsi ambavyo anajielezea, na wanajielezea vizuri sana. Kwa hiyo wanaelewa hali zao na wanajua kwamba wao ni wa kipekee, sio wako tofauti bali wa kipekee. Yes. Vizuri sana hiyo. Na nyinyi wazazi mnakuwa mnawajengea hiyo kujiamini tangu katika umri mdogo. Tangu katika umri mdogo tunakazana kuwajengea kujiamini na kujitathmini. Na ndio maana ninavyosema leo umeniona nimekuja hapa na socks zimekaa tofauti, rangi tofauti. Ina maana kama huyu socks moja ni ya mtu mwenye Down syndrome na nyingine haina Down syndrome, zote hapa zimekaa hapa zinanisaidia kusisikia baridi. Kwa hiyo hazitofautiani katika thamani. Kwa hiyo ndio maana unatuona tunatumia socks, lakini pia zinafanana kama chromosomes. Kwa hiyo siku za Down syndrome tunavaa socks za rangi tofauti. Kwa hiyo hivyo vitu tunajaribu kumwambia wewe hauna tofauti na mtoto mwingine, na tunajaribu kumshirikisha katika mambo yote ambayo yanamhusu yeye ili aweze kufikia hatua yake, kama kauli mbiu inavyosema mwaka huu pia kwamba
huduma ambazo zinawezesha watu wenye Down syndrome ziboreshwe. Kwa hiyo na sisi tunapambana kwamba kuwaboreshea mazingira yao katika huduma zote, kuanzia afya mpaka elimu mpaka kujitegemea wenyewe, kuoa na kuwa na familia. Ni gharama kiasi gani Eli kumhudumia mtoto mwenye hali kama hii? Kuna gharama kubwa sana, haswa akiwa mdogo, haswa akiwa amekuja na machangamoto za kiafya, kwa sababu 50% ya watu wenye Down syndrome huwa wana changamoto ya moyo na huwa wengi wanatakiwa kufanyiwa upasuaji. Sasa kwenye changamoto ambayo tulionao sasa hivi, ile bima ya afya ya watoto inaanzia ukiwa mashuleni. Wakiwa chini ya miaka 5 hawawezi, ile bima hairuhusu kulipia hizo matibabu. Kwa hiyo wazazi wanapitia katika changamoto ngumu sana, na hata zile tiba utengamao kama tiba matamshi, tiba viungo inakuwa ina gharama kubwa sana. Lakini kama nilivyosema, sisi kama wazazi tunatakiwa tuwe wa kwanza mstari wa mbele kutatua hilo jambo. Kwa hiyo tuna ule mtandao wa kina mama tunajaribu kuwezesha kiuchumi ili uweze kuja kuikatia bima ya mtoto wako. Lakini tunaomba kama serikali, kama wanaweza kuliangalia swala la bima ya afya kwa watu wenye Down syndrome, waweze kupata zile huduma zile za awali. Itawasaidia sana wazazi, haswa hawa ambao wameshafanywa ukatili wa kiuchumi, kwa sababu hawezi hata kujishirikisha katika masuala ya kiuchumi. Crown Media. Asante sana Eli. Hapa ni nyumbani.